lakini wewe unajua ndani. Haleluya. Okay, naomba tusome haya maneno tusikie. Kwa sababu ndio tunaelewa chanzo, basi natamani neno liwe baraka kwako. Kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 22 na mstari wa 23. Kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Naomba wote tuseme kwa maana. Hiyo sauti inatosha. Naomba tuongeze sauti. Wote tuseme kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili yangu na kuifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Maana yake nini? Anasema anaifurahia sheria ya Mungu katika utu wa ndani. Hiyo sheria ni ipi? Hiyo sheria ni neno la Mungu. Ni kweli neno limeingia, lakini baada ya neno kuingia linaanza kushindana na ile sheria ya asili. Hebu sema sheria ya asili. Sheria ya asili. Katika msingi wa kuzaliwa kwetu kuna mahali inawezekana kuna msingi uliharibika. Jo. Wewe mwanangu na prophet sema amina. Amen. Na kanaona kwa kweli kama sijakaa chini yetu. Kama vizuri. Anaweza kuwa na huduma kubwa sana na tolea mfano. Anaweza kuwa na neema kubwa sana ndani mwake. Lakini chimbuko la kuzaliwa kwake kuna vitu ambavyo wakati anazaliwa vimetoka kwenye kizazi chake. Kwa sheria ya Mungu inakuwa ndani, lakini kwenye mwili huu kunakuwa na sheria nyingine. Hii sheria nyingine ndio inaanza kupigana na ile sheria ya ndani. Kuisukuma kuiona kwamba ni kitu cha kigeni kimeingia wapi? Kimeingia ndani mwangu kitoke. Umeelewa? Kwa hiyo roho inapenda kutembea kwenye mstari wa Mungu, lakini mwili una udhaifu wa kutembea kwenye uharibifu. Hello? Kuna mtu amenisikia? Kuna mtu amenielewa? Kwa lugha nyingine hiyo tunaita dhambi ya asili. Wangapi wanatoka kwenye dini ya Katoliki? Katoliki. Natoka